Bad things will happen. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. Mlio wa ngoma ya vita kati ya Iran na Marekani bado ungali unasikika katika masikio ya ulimwengu. Hii ni kutokana na kauli za viongozi kutoka nchini Marekani na kutoka nchini Iran. Wakati huu Marekani inajitahidi kuongeza jeshi lake katika Mashariki ya Kati. Ilipeleka ndege ya USS Abraham Lincoln na sasa inapeleka meli nyingine ya kivita ya USS Gerald Ford. Hata hivyo, zaidi ya wafanyakazi 5,000 wanadaiwa kwamba wapo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati kwa ajili ya kuendesha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Zaidi ya hayo ni kauli ya Donald Trump, rais wa Marekani, mnamo Alhamisi aliposema atahakikisha ndani ya siku 10 hadi 15 zijazo ataweza kuishambulia Iran ikiwa hakuna dalili ya makubaliano kati yake na Iran. Hata hivyo, Washington bado inatafuta chaguzi mbalimbali za hatua za kijeshi ili kuilazimisha Tehran kuachana na malengo yake ya nyuklia. Wiki hii mjumbe maalum wa Marekani katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff na mkwe wa Trump Jared Kushner walikutana na wanadiplomasia wa Iran huko Geneva na kupunguza mvutano kati ya Tehran na Washington. Lakini baada ya siku iliyofuata ni Rais Trump alitangaza mambo mazito, kutoa siku 10 hadi 15 dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwamba isipokubaliana na mpango wa nyuklia basi jambo zito litaikuta. Upande wa pili huko nchini Iran haukubaliani na mpango wa kuachana kabisa na urutubishaji wa uranium kama ambavyo Marekani na washirika wake wanavyotaka. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi, amesema mpango huo hautowezekana kabisa na kwamba ipo tayari kupunguza tu kiasi cha urutubishaji, lakini sio kuachana na urutubishaji, lakini pia ikitaka Marekani iondoe vikwazo vya kiuchumi. Utawala wa Trump uliweka hadhi ya mkutano hivi karibuni kama maendeleo madogo, wakati pande hizo mbili ziko mbali sana katika masuala kadhaa. Katika mahojiano hivi karibuni, makamu wa rais JD Vance hakuonekana kuwa na matumaini kuhusu mustakabali wa mazungumzo hayo, akisema kwa njia fulani ilikwenda vizuri, walikubaliana kukutana baadaye, lakini kwa njia nyingine ilikuwa wazi kwamba rais ameweka baadhi ya mistari miekundu ambayo wa Iran bado hawana nia kukiri na kuifanyia kazi, aliliambia shirika la habari la Fox News. Hata hivyo, alisema kwamba kile ambacho anakizungumza rais wa Marekani Donald Trump lazima akitimize kama alivyofanya huko Venezuela. Kama aliweza kumkamata rais Nicolas Maduro, aliahidi na hata Iran itashambuliwa, na kweli Iran itashambuliwa, alisema hivyo. Marekani inaitaka Iran kuachana na mpango wake wa kurutubisha madini ya uranium, lakini Tehran inasema haki ya kuendeleza shughuli zake za amani za nyuklia ni haki ya kimsingi. Marekani na Israel pia zinaitaka Iran ipunguze uwezo wake wa makombora ya ballistic, jambo ambalo Tehran inapinga vikali kwa madai kuwa nchi hiyo inahitaji kujilinda dhidi ya maadui. Kwa upande mwingine, Tehran pia imesema inaweza kupunguza shughuli zake za nyuklia kwa kubadilishana na kuondolewa kwa vikwazo vya magharibi dhidi ya nchi hiyo. Wataalamu wa mambo wanasemaje? Wataalamu wanasema kuna mambo muhimu katika matakwa ya Iran. Kwanza ni hali ya uchumi wa Iran ambao ni mbaya sana kwa kila nyanja, hivi kwamba ikiwa serikali inataka kujihakikishia kuendelea kuishi bila kukabiliwa daima na mawimbi ya mzunguko wa machafuko ya kijamii, lazima iruhusu haraka uchumi kuimarika. Theo Nensin, mtaalamu wa Iran, aliliambia shirika la habari la TRT World la nchini Uturuki. Uongozi wa Iran pia umependekeza kwamba nchi ya tatu, ikiwezekana Urusi, inaweza kuhifadhi hazina yake ya nyuklia ili kuonyesha imani nzuri ya Tehran kwamba nchi hiyo haina nia kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini bado hakuna uhakika mkubwa kwa nchi kama Iran, kwa sababu Israel pamoja na Marekani zinadai zilifanya mazungumzo mengi kwa muda mrefu bila Iran kutekeleza, na hivyo ndivyo wachambuzi wa mambo wasemavyo kwamba ngoma ya vita bado ingali inasikika. Weledi wa mambo wanaongeza kuwa Marekani na Iran zinahitaji muda na mikutano ya mara kwa mara zaidi ili kuondoa hitilafu zao na kufikia makubaliano kama ilivyokuwa katika JCPOA ya mwaka 2015 iliyotiwa saini na utawala wa Obama na Tehran. Marekani ilijiondoa katika mkataba huo mwaka 2018 wakati wa awamu ya kwanza ya Trump kama rais, na hata wakati huu Trump anamuona Obama kama mpumbavu aliyesaini mkataba huo mwaka 2015, kwamba mpango ule ulifanya Tehran kuendelea na mpango wake wa urutubishaji wa madini ya uranium. Jeshi la Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati linaendelea
Pande zote mbili bado zinajaribu kufafanua mfumo wa mazungumzo kwa lengo la kufafanua ni nini kila upande umejiandaa kuweka mezani. Kila upande wakati huu upo bize kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya vita. Haijulikani kama Trump anataka kuboresha na kuimarisha makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 au kama anafuatilia kupindua serikali. Wachambuzi wa mambo wanasema wakati katika hatua hii ni vigumu kufanya utabiri thabiti. Pande zote mbili zinajiandaa kwa makabiliano ya kijeshi, na kulingana na wachambuzi kinachoonekana zaidi ni mzozo badala ya utatuzi, na ni kwamba pande zote mbili zinakaza misuli na kujiandaa kwa kuongezeka. Amerika inazidi kupeleka rasilimali nyingi za kijeshi katika bahari karibu na Iran, na upande wa Iran wenyewe unaendelea na mazoezi ya kijeshi ukiyashirikisha mataifa ya Urusi pamoja na China. Wataalamu wengine wanaona njia isiyoeleweka ya mazungumzo ya nyuklia, huku Iran ikitarajia kutoa pendekezo la kina zaidi kwa upande wa Marekani katika wiki chache zijazo. Makubaliano ambayo Iran iko tayari kutoa ni kidogo kuliko kile ambacho Trump anataka, na hii ndio ambayo inasababisha kuona kwamba mpango wa mapambano upo. Ikiwa Trump ataweka kikomo matakwa ya Marekani kwa mkataba wa Umoja wa Mataifa na mikataba ya kimataifa kama NPT au JCPOA, makubaliano yatawezekana sana, lakini kwa sasa sioni, anasema mtaalamu wa mambo aliyefahamika kwa jina la Mohamed Eslam, mwanasayansi wa siasa katika chuo kikuu huko Ulaya. Wapatanishi wa pande zote mbili pia wamekatishwa tamaa na ukosefu wao wa mamlaka ya kufanya maamuzi. Witkoff na Kushner wana uhusiano wa karibu na Trump. Hawaruhusiwi kutoa makubaliano madogo zaidi kwa Iran, kulingana na Islam. Kwa kila wazo jipya linalokuja, wanawasiliana na White House na Rais Trump kwa mashauriano, lakini pia Trump anafuatilia kwa karibu mazungumzo hayo, huku upande wa Iran Ayatollah Al-Khamenei ndio mwenye msimamo, ndio ambaye anatoa maamuzi juu ya nini ambacho kinaweza kufanyika. Tatizo la mamlaka linaweza pia kuwa halali kwa Iran chini ya uongozi mkuu. Katika mfumo wa uongozi wa Iran, karibu maamuzi muhimu, ikiwa ni pamoja na mazungumzo ya sasa nyuklia, unafanywa na kushauriana na kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei, kama ilivyo kwa Marekani kwamba Rais Trump ndiye mwenye mamlaka, na hata wakati huu anasema anatoa siku 10 tu. Kwa hivyo wanaoshiriki katika mazungumzo hayo wapo tu ili mradi wanazungumza, lakini inaweza ikatokea kama mwaka uliopita mwezi Juni, wakati Marekani na Iran wakiwa kwenye mazungumzo, Israel ikaamrisha mashambulizi na yamepata ithibati kutoka, na ni mashambulizi ambayo yamekubaliwa na rais wa Marekani Donald Trump. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.